Naam, karibu tuendelee na EATV saa moja na sasa ni wasaa wa habari za mataifa mbalimbali ambapo tunaelezwa Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese ametangaza tume yenye nguvu zaidi ya uchunguzi huru nchini humo. Hii ni kwa ajili ya kuchunguza kiini cha ufyatuaji risasi wa mwezi uliopita kwenye ufukwe wa Bondi. Tupate mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa. Shambulio hilo lililolenga tamasha la Wayahudi lilisababisha vifo vya watu 15 na hivyo kuwa moja ya matukio mabaya zaidi katika historia ya nchi hiyo. Albanese hapo awali alipendekeza kuwa mageuzi kuhusu miliki wa bunduki na matamshi ya chuki, hatua za kukabiliana na chuki dhidi ya Wayahudi na kutathmini upya mashirika ya kijasusi na kutekeleza sheria yalitoa jibu la haraka zaidi kuhusu yaliyochochea shambulio hilo. Lakini kufuatia wiki za shinikizo la umma, alisema Alhamisi kwamba tume huru ya uchaguzi ilikuwa njia bora zaidi baada ya kuchukua wakati wa kutafakari na kukutana na jamii ya Wayahudi. Tangu shambulio la Disemba 14, familia za waathiriwa pamoja na kikundi cha watu mashuhuri wa umma wakiwemo wanasheria, wafanyabiashara, wanariadha walikuwa wameongoza kampeni ya karibu kila siku kumtaka badilishe mwelekeo na kuzindua tume ya uchunguzi. Tume ya uchunguzi ina mamlaka makubwa ya kuchunguza uwezo wa kuwaita mashahidi na kulazimisha mashirika kutoa hati. Inaweza pia kutoa ulinzi wa kisheria kwa watoa taarifa zitakazosaidia kujua kiini cha shambulizi hilo. Katika siku chache baada ya shambulio hilo, viongozi wa serikali na shirikisho walikubali kuimarisha udhibiti wa bunduki, ikiwa ni pamoja na mpaka juu ya idadi ya silaha zinazomilikiwa na mtu yeyote na aina za bunduki zinazoweza kumilikiwa pamoja na mpango wa kununua tena. Pamoja na hayo, Albanese pia aliahidi mageuzi ya matamshi ya chuki, ikiwa ni pamoja na adhabu kwa wahubiri na viongozi unaoendeleza vurugu na kosa jipya la shirikisho la matamshi ya chuki yaliyokithiri. Kwingineko, afisa uhamiaji nchini Marekani amempiga risasi mwanamke mwenye umri wa miaka 37 kwenye mji wa Minneapolis. Maafisa wa serikali ya Rais Donald Trump wanadai kuwa mwanamke huyu kwa jina la Ryan Nicole Good alilenga kumgonga kwa gari afisa huyo wa uhamiaji. Aidha, maafisa wa serikali wanasema kitendo cha kupigwa risasi ilikuwa ni kujilinda dhidi ya mwanamke huyo. Hata hivyo, meya wa Minneapolis Jacob Frey amemshutumu afisa huyo wa uhamiaji kwa kutumia vibaya silaha iliyosababisha maafa. Tukio hilo limetokea wakati idara ya uhamiaji ikiendeleza msako kwa agizo la Rais Trump kuwasaka wahamiaji haramu. Rais Donald Trump kupitia ukurasa wake wa kijamii amesema ni vigumu kuamini kuwa afisa huyo wa uhamiaji bado yupo hai baada ya kugongwa na gari.